Mtu amesoma kabisa. Sasa tuseme tu hivi ni kushangilia. Bwana asifiwe. Si unajua kushangilia. Kama huyu mama bosi hapa, tunajua mambo yake. Bwana asifiwe. Yeye ni bosi. Sasa hata akasema hii, akafanya hivi, sina shaka na yeye. Lakini kama mama hapa, Bwana asifiwe. Haleluya! Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana. Lakini kitendo ambacho mmekifanya sijawaambia mfanye. Bwana asifiwe. Nimesema mbarikiwe, sikusema mkae. Bwana asifiwe. Ama nimesema mkae? Baridi iko, mtakuwa baridi sasa hivi. Bwana asifiwe. Sasa ninataka uwe joto. Maana baridi mkikaa inaingia. Bwana asifiwe. Ni sawa. Kaeni. Bwana asifiwe. Keti katika kiti chako cha baraka. Bwana asifiwe. Msalimie huyo jirani yako tu, usiondoke. Huyo jirani yako. Mwambie karibu katika ibada. Karibu katika ibada. Karibu katika ibada. Karibu katika ibada. Bwana asifiwe. Nitaota, nitamwambia wewe. Bwana asifiwe. Haujui kukaribisha mwenzako. Hebu karibisha wewe mwenzako. Na ukinyamaza na kuita hapa, uje unikaribishe mimi. Bwana asifiwe. Ukaribishe mwenzako. Tunataka kanisa ambalo limechangamka, si kanisa ambalo baridi unatoka wapi? Bwana asifiwe. Kwani Mungu sana sema mimi moto ulao. Mahali kwenye moto huwa kuna baridi kweli. Sasa mbona kuna baridi ndani yetu? Huu baridi umetoka wapi? Bwana asifiwe. Amen. Basi masana majira haya naomba tukaweze kuingia katika neno. Bwana asifiwe sana. Naomba ukajiandae. Neno lishakusha kuombewa. Naomba tu jiandae tukaweze kuingia katika neno. Na neno letu la siku ya leo, Mungu anaenda kupigania. Bwana asifiwe. Mungu atakupigania, anaenda kukupigania hivi sasa. Kama si sasa, ni sasa hivi. Bwana asifiwe. Hebu rudia hayo maneno. Bwana asifiwe. Sawa. Kama si sasa, ni sasa hivi. Mungu anaenda kupigania. Mungu anaenda kunipigania na nitanyamaza siku ya leo. Sio siku nyingine, siku ya leo. Anaenda kunipigania na nitafanya nini? Nitafanya nini? Mko online? Bwana asifiwe. Mko online? Ni Biblia. Inaweza sema tuko online, tunasoma Biblia huko, tuko online. Bwana asifiwe. Na tunaangalia mitandao huko. Bwana asifiwe sana. Hiyo simu venye umeshikilia, nenda moja kwa moja hadi kwa kitabu cha Zaburi 4:4. Bwana asifiwe. Venye umeshikilia tu, alafu tunasoma kwa pamoja. Nenda tu kwa hicho kitabu Zaburi 4. Zaburi 4 mstari wa 4. Umefika? Ni wangapi wamepata hayo maandiko? Ni wangapi? Naomba ukapaze sauti usome hayo maandiko kwa pamoja. Anza. Muwe na hofu wala msitende dhambi, tafakarini vitandani kwenu na kutulia. Amen. Bwana asifiwe. Ubaridi umetoka. Unafikiria nini? Amen. Haleluya. Sasa akili zirudi sasa. Mkaweze kusikia. Bwana asifiwe. Maana kibali kiko. Bwana asifiwe sana. Kibali kiko na kinatawala. Nilikuwa nataka kuwavuta katika neno la Mungu. Nijue kweli hamko online na angalia Biblia. Bwana asifiwe. Mungu atanipigania na nitanyamaza kimya. Haijalishi katika maisha ninayopitia, haijalishi katika vita ninayopitia,
ninachotambua ama ninachojua ndani yangu, Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hali yoyote ambayo umepitia ama kitu chochote unachokipitia katika maisha yako, tambua ya kwamba Mungu siku ya leo anaenda kupigania, na utanyamaza kimya. Jinsi alivyompigania Danieli, jinsi alivyowapigania wana wa Israeli na wakatoka katika nchi ya utumwa, hivyo hivyo anaenda kukupigania siku ya leo katika lile jambo ambalo limekuwa kikwazo kwako. Bwana asifiwe. Si unalijua? 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 Bwana asifiwe. Haujalitambua? Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo katika maisha yako yamekuwa kama mzigo. Kila siku namlilia Mungu ya kwamba Mungu, ninaomba ukaweze kuniondolea jambo hili, la kwamba Mungu naomba ukaweze kuniondoa katika dhoruba hii ambayo imenipata, ukaweze kuniondoa katika hii hali ambayo nimeishi nayo, ikiwa ni magonjwa ama ikiwa ni hali fulani katika maisha yako, bado hiyo hali haijaondoka. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Mungu anasema ya kwamba anaenda kukupigania na utanyamaza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Twende katika kile kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 14. Wale wenye Biblia, Bwana asifiwe. Twende haraka hapo mahali. Kutoka 14. Kutoka 14:14. Bwana atawapigania ninyi. Tulia. Bwana asifiwe. Nyamaza. Bwana asifiwe. Ni wangapi wamepata? Bwana asifiwe. Ni wangapi wamepata? Ni wangapi wamepata? Sasa ukifanya hivi unaweza kuwa unajikuna kichwa na unamaanisha tu umepata. Bwana asifiwe. Mbona mwingine pale amefanya hivi afa karejelea hapa. Sasa sijui amepata ama alikuwa anakuna kichwa. Bwana asifiwe. Nyosha mkono kama umepata. Amen. Tuanze. Bwana atawapigania ninyi na mtanyamaza. Akina nani? Ninyi. Bwana asifiwe. Sisi. Sema sisi. Sisi. Bwana atatupigania sisi, nasi tutanyamaza kimya. Bwana asifiwe. Haijalishi katika mapito tunayoyapitia, haijalishi katika mambo tunayoyapitia, Mungu anaenda kutupigania katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tutakalofanya ni kunyamaza kimya, kufunga mdomo wetu na kusikia sauti yake, kuangalia ile vita inayoendelea, anayotupigania. Maana anasema ya kwamba vita si vyetu, vita ni vyake yeye. Bwana asifiwe. Maana sisi ni wanawe, sisi ni wake. Bwana asifiwe. Na anaenda kutupigania. Kila dhoruba anaenda kuiondoa, kila changamoto tunayoipitia anaenda kuiondoa. Haijalishi ni mateso mangapi, haijalishi ni roho ya ukataliwa imekuandama katika maisha yako, haijalishi ni aina gani ya mateso unayoipitia, bado Mungu anaenda kutupigania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sitaki kujua ni nini ambacho umepitia. Ninachojua Mungu anaenda kukupigania. Sitaki kujua ni jambo gani ambalo limekusumbua. Ni wewe na Mungu wako. Lakini huyo Mungu siku ya leo ameahidi ya kwamba anaenda kukupigania na anaenda kukutoa hapo ulipo, akuweke katika sehemu nyingine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Amen. Twende katika kile kitabu cha Marko 4. Marko mlango wa 4 kuanzia ule mstari wa 36 hadi 41. Bwana asifiwe. Kuna mahali tunapahitaji. Marko 4. Naam. Marko 4:36 hadi 41. 36:41 nasema, naam, waacheni wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwepo pamoja naye. Katokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwepo katika
Tiri amelala juu ya mto, akawaamsha. Wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari mtii? Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunazingatia mstari ule wa 39. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utarudi hapo 39. Utakwama hapo kisha tutausoma. Bwana asifiwe sana. Haya ni maandiko ya Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakihubiri Injili katika vijiji na katika maeneo. Ikafika mahali wakawa katika kando ya bahari, akihubiri akiwa katika chombo ama akiwa katika mashua. Bwana asifiwe. Sasa wakati walipomaliza kuhubiri ama wakati alipomaliza kufundisha, wakapanda, wakataka kwamba wanataka kuvuka ng'ambo nyingine, na Kristo akahisi usingizi. Bwana asifiwe. Akaingia mahali gani na akalala? Umetaja hilo neno nini? Sasa hivi nasikia sauti ya wanaume na nimetaja na mwanamke. Amerudia, amemkosoa mwanaume. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi wanawake wamenyamaza. Fungueni akili zenu. Bwana asifiwe. Fungueni akili zenu. Erioli zenu ziwe sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Akamwambia, akaingia katika hicho chumba na akalala. Alipolala, maandiko yanasema ya kwamba dhoruba ikaingia na kukawa na mawimbi hadi chombo kile kikataka kuzama. Bwana asifiwe. Sasa wakati kilipotaka kuzama, wakawa wanahangaika watafanya nini, na wakaenda wakamwamsha Kristo ambaye alikuwa amelala. Bwana asifiwe. Wakamwambia, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Bwana asifiwe. Sasa unaambia mtuliza bahari, mtu ambaye anaweza kutuliza dhoruba, ya kwamba si kitu kwako. Ni kweli haikuwa kitu kwake. Bwana asifiwe. Susome huo mstari wa 39. 39 inasema, akaamka, akaukemea upepo. Akaamka, akaukemea upepo. Akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari. Rudia. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Sasa huyo Kristo ambaye alituliza bahari, akakemea upepo na upepo ukaondoka, ukamtii, ukawa shwari, ndio Kristo ambaye amenituma siku ya leo kwako kuja kukwambia ya kwamba katika ile dhoruba ambayo unaipitia, anaenda kuikemea na anaenda kutuliza. Kila kitu kinaenda kuwa shwari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ningekuwa mimi ningesema amen ile ya nguvu, si ya kubembeleza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Anaenda kuondoa dhoruba ambayo imekuwa kizuizi, ambayo inataka kunimeza. Bwana asifiwe. Inataka kuniangamiza katika maisha yangu. Anaenda kuondoa na kunaenda kuwa shwari. Kwa hivyo ninaenda kutembea katika nuru yake. Bwana asifiwe. Ninaenda kutembea katika mwanga wake. Bwana asifiwe sana. Ninaenda kutembea katika ukuu na utukufu wa Mungu, maana anaenda kuondoa kila dhoruba na kila nira ambayo imesimama mbele yangu, kila mizigo ambayo nimebebeshwa, iwe ni mizigo ya waganga, iwe ni mizigo ya wachawi, iwe ni laana ya ukoo, anaenda kuikata katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Na unaenda kuwa shwari. Sema kunaenda kuwa shwari. Unaenda kuwa shwari. Bwana asifiwe. Si unajua kile ambacho kimekuwa kizuizi. Bwana asifiwe sana. Kama ujue, anza kutafakari. Wakati utakapoingia maombi, hicho ndicho utakachoenda kukiombea, si kitu kingine. Bwana asifiwe. Kile ambacho kimekuwa kizuizi katika maisha yako, wewe mwenyewe unakijua, iwe ni kwa jamii yako, iwe ni kwa nyumba yako, iwe ni kwa ndugu zako, iwe ni wapi, hicho ndicho Mungu anaenda kukituliza siku ya leo na kunaenda kuwa shwari. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Lakini nitatumia muda mfupi ili tukaweze kuingia katika maombi
Sitasema maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.